hapa kukwambia kitu kizuri kinaweza toka hapa. Hapa kuna kama kuna sura. Mungu anaweza kuza mtu mmoja na akambadilia jina. Mungu anaweza kuza mtu mmoja na akampatia masomo. Mungu anaweza kuza mtu mmoja na akampatia uhai. Mwambie mtu kitu kizuri kinaweza toka hapa. Amen. Jamani, keuke yule akai mchawi, mwambie kitu kizuri kinaweza toka hapa. Jamani, mwambie kitu kizuri kinaweza toka hapa. Jamani, watu wa Fresh Market, nimekuja kutangaza hapa. Jamani, hata kama uliweka biashara ikakataa, hata kama ulichukua loan ikamezwa, watu wakakwambia kwamba wewe umemalizika, hapana. Niko na habari njema jioni ya leo kwa ajili yako, ya kwamba ndani ya ile biashara unayoifanya, ile biashara ambayo watu wameidharau, ile biashara ambayo watu wamekataa, jamani, Mungu amenituma hapa jioni ya leo nitangaze ya kwamba kitu kizuri, ya kwamba sio kitu kibaya. Jamani, kitu kizuri kinaweza toka ndani ya hiyo biashara. Jamani, baraka zinaweza toka ndani, yani ndani ya hiyo biashara. Jamani, unaweza somesha watoto. Jamani, ndani ya hiyo, jamani, unaweza jenga nyumba yako. Jamani, ndani ya hiyo biashara lisha bomba yako. Tunatangaza mali hapa kwa neema ya Bwana, na jamani, kwa jina la Yesu, ya kwamba Bwana aliyeinua Filipo, Bwana aliyebadilisha Nazareti, atabadilisha maisha yako. Yani watu waliangalia, wakaangalia mji wa Nazareti, wakasema ni right off, kama vile walivyokuangalia, wakasema umezalia nyumbani, ukazaa mtoto wa kwanza, ukazaa mtoto wa pili, ukazaa mtoto wa tatu, wakaangalia wakasema right off, ya kwamba huyu hawezi olewa. Ashukuriwe Bwana wa mabwana, Bwana wa majeshi, ambaye ana ukabila wa sura, ambaye hana ukabila wa maumbile, ambaye hana ukabila wa sheba. Ashukuriwe Bwana wa mabwana, ambaye si Mungu wa wazungu, ambaye si Mungu wa Wahindi, ambaye si Mungu wa Waarabu, ni Mungu hata wa Afrika. Ashukuriwe Bwana wa mabwana, anainua watu kutoka kwa mchanga. Maandiko yanasema anawainua kutoka kwa mavumbi, anaweka kukaa juu. Yani sijui wewe ulizaliwa wapi, sijui waliokubeba walisema nini. Maandiko yanasema kulikuwa na mtu alikuwa anaitwa Mephibosheth. Mephibosheth akatupa chini akiwa miaka 6, akaanguka akalemaa, akatupa. Maandiko yanasema akapelekwa mji unaitwa Lodibar, mji ambao ulikuwa wa matatizo, ulikuwa wa watu ambao wajiwezi, ulikuwa wa watu ambao maskini. Neno la Bwana linasema Ziba. Ziba akafukuza Mephibosheth akampeleka Lodibar. Lakini ashukuriwe Bwana wa majeshi, wakati Daudi alipoingia katika ufalme kama ya Mephibosheth, kwao walikuwa wamesoma sana, walikuwa na mashamba, walikuwa matajiri, walikuwa na kila kitu, lakini wakatupwa. Mpaka watu wana conclude, maneiba wakikuona wanasema it is over. Lakini maandiko yanasema Bwana wa majeshi akaambia Ziba, akamwambia niletee Mephibosheth. Hata kama ni kilema, hata kama ni kipofu, kitu kizuri kinaweza toka kwake. Maisha yako inakaa kiwete, maisha yako inakaa ulema, unakaa harufu mbaya mashetani. Nimekuja kukuambia leo ya kwamba kitu kizuri kinaweza toka kwa maisha yako. Jamani, kitu kizuri hapa Fresh Market, jamani, kinaweza toka. Waambie wajipange, wamekuja the wrong time. Jamani, kama hawakukufa, jamani, kama hawakukumaliza, kama wachawi wa kwenye hawakukumaliza, kama mapepo ya kwenye hayakukumaliza, jioni ya leo, kwa hiyo kazi unayoifanya, jamani, naona Mungu akikuinua. Jamani, naona Mungu akikuinua. Jamani, atakubadilishia jina, atabadilisha jina ya jamii yako. Pigia Bwana makofi mazuri.